Mama Sungura alimzika watoto wake wenyewe wakiwa hai. Kwa mtazamo wa kwanza, anaonekana kama amechanganyikiwa. Amewazika hivi punde watoto wake wachanga kwenye udongo na kisha akaruka na kuondoka bila kuangalia nyuma. Je, amewatelekeza? Je, amepoteza akili yake? Hapana. Huu ni mbinu ya hali ya juu ya kujilinda ili kupona. Kwa sababu si mbali kutoka hapo, mwewe alikuwa akikagua ardhi, akitafuta mlo rahisi. Muda huo huo, Mama Sungura alichukua hatua. Alitoka mbio kwenye kificho kama mtu aliyechanganyikiwa, akikimbia kwa kasi na bila mpangilio kuvuka uwanja. Hakuwa akikimbia kuokoa maisha yake, alikuwa akiyaweka hatarini. Hii ilikuwa ni dhabihu ya kujitolea iliyokusudiwa kumvuta mwewe mbali na watoto wake wasio na uwezo wa kujilinda kabisa. Bila shaka mwewe alichukua chambo. Alishuka chini kwa kasi ya kushangaza, makucha yakiwa wazi, tayari kukamata kitoweo chake kirahisi. Lakini hakuwa na wazo la kile kilichokuwa kikienda kutokea baadaye. Kwa mgeuko na ukwepaji mkamilifu, Mama Sungura alikwepa katika sekunde ya mwisho kabisa, akimwacha mwewe akikamata hewa. Kabla mlanyama huyo hajachukua hatua, alikimbia kwa kasi ya juu kabisa, akitokomea kwa mbali na kumwacha mwewe akiwa amechanganyikiwa kabisa. Masaa machache baadaye, alirudi kwenye shimo, akawafukua watoto wake kwa upole na kuwanyonyesha kana kwamba hakuna kilichotokea.